Nikasema mbona huyo alipokuwa duniani alikuwa ni mwinjilisti, na tumeambiwa ya kwamba mtu anayetumika kwenye kazi yako anakwenda mbinguni moja kwa moja, mbona huyu ninamkuta huku? Akaniambia ya kwamba Nyisake, ni kweli huyu alichaguliwa kwa kazi ya Mungu, ni kweli aliitwa ili amtumikie Mungu, ni kweli aliitwa ili afanye kazi ya Mungu, lakini yeye alifikiria kwamba ni sawasawa na kazi ya mshahara ya kufanya ili alipwe, ahubiri kitu ambacho hakimo moyoni mwake, aseme kitu ambacho hakifanyi yeye, azungumuza ili kusudi alipo mshahara. Hamujasoma katika Biblia ya kwamba tangu ubatizo wa Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu anauteka wenye nguvu? Hakuna kinyonge wala kidhaifu. Hamjasoma? Nikalia sana. Akaniambia ndio maana namkuta huku. Hakusimama kwenye kazi ya Mungu kama inavyotakiwa. Yeye alifanya kama kazi ya kulipwa. Ndio maana namkuta katika hii sehemu. Mungu sio mwanadamu. Mungu yeye haongwi. Mpendwa, babu yangu alilia kwa uchungu mno. Alilia kwa uchungu mno, akadondoka chini. Alipokuwa amedondoka chini, akaendelea kulia mno kwa uchungu sana, nami nikajisikia huzuni mno. Laiti ningelijua njia ningeliweza kurudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie rafiki yangu mpendwa. Mungu ajaze kile kilichoko ndani ya moyo wangu, akupe kwa lugha ambayo itaeleweka masikioni mwako, kwa lugha itakayoeleweka kwenye ufahamu wako. Ndipo kanionyesha mtu wa pili. Yule mtu wa pili alikuwa ni jirani yetu, ni kaka yangu, ni jirani ambaye tumezaliwa tunawaona. Tumezaliwa tunawaheshimu kama kaka zetu, na wanatuheshimu kama wadogo zao. Amekuwa ni kijana ambaye tumeabudu naye kwenye kanisa miaka mingi, tangu mimi napata ufahamu wa kuabudu tunaye. Alikuwa ni mtu ambaye watu wanaotegemewa na kanisa, watu ambao wako mstari wa mbele, na Mungu alimjalia kipato, alikuwa na fedha nyingi, na ni watu ambao hata kama ugeni utakuja ghafla, wale ni watu waliokwenda yani ni watu wa kipao mbele kabisa, kwenda kufuatwa na kuomba fedha, kufuatwa na kuomba michango. Alikuwa hakosi kanisani kila Jumapili, ili mradi yupo. Ukiona hayupo amesafiri, na ukiona yupo kanisani. Alikuwa ni mwaminifu kwa wanadamu, lakini alikosa uaminifu mbele za Mungu. Unaweza ukawa ni mhudhuriaji mzuri, unaweza ukawa ni mhudhuriaji mzuri sana, ukapoteza dira ya kumtafuta Mungu kwa ajili ya uhudhuriaji wako, ukifikiria kwamba kwa sababu ninajulikana na watu hata Mungu ananijua. Unaweza ukajulikana na watu lakini Mungu asikujue. Unaweza ukatambulikana na watu lakini Mungu asikutambue. Ni bora watu wakashindwa kukuelewa lakini Mungu akakuelewa. Ni bora watu wakukatae lakini Mungu akukubali. Ni bora watu wakuache lakini Mungu akupokee. Tafuta kukubalika na Mungu, sio wanadamu. Ukitafuta kutafutwa na Mungu, kupendwa na Mungu, utakumetafuta kitu cha ajabu maishani mwako ambacho hakipotezi kumbukumbu hata siku moja. Yesu asifiwe sana. Ndipo nikamwona yule kijana, na kabla hajafa alikwenda amelazwa hospitali ya rufaa pale Mbeya. Alipolazwa, alipoona hali yake haielekei ya kupona, alipoona karibu anakufa, hofu ikamuingia. Kumbe anawaza yale aliyokuwa akiyatenda. Akamwambia mama yake, kanitia wachungaji. Wachungaji waliitwa, na nilijua hilo kwa sababu mama yangu alikuwa ni mzee wa kanisa. Kati ya watu waliopewa taarifa, hata mama yangu pia alipewa. Wakaitwa, wakaenda hospitali ya rufaa, wakamuombea, akakaa siku 2 akafa. Nikashangaa, pamoja na kuombewa kwake, ninamkuta sehemu ya mangojeo, anasubiri kwenda jehanamu. Ndipo nikaingiwa na hofu. Nikasema zamani naomba niulize, akaniambia uliza. Nikasema mbona huyu alipokuwa duniani aliwaita wachungaji wakamuombea? Na tunajifunza ya kwamba, tunaambiwa huko duniani ya kwamba mtu yeyote aliyeita wachungaji wakati karibu anakufa, huyo ana neema. Mbona ninamuona huku huyu? Hatungelikuwa ni wewe ungeliuliza. Kichwa changu hakikuweza kuelewa. Kama aliombewa karibu anakufa alafu namkuta jehanamu, kuna nini kilichopo? Yule mtu akaniambia, Nyisake, nenda kawaambie ndugu zako duniani. Akaniambia, nenda kawaambie ndugu zako duniani. Mtu yeyote aliyejua kwamba kuna neema ya Mungu, mtu yeyote aliyejua kwamba ukitenda dhambi unamkasirisha Mungu,
Mtu yeyote aliyejua ya kwamba Mungu ni mtakatifu hachangamani na dhambi kwa ajili ya uzuri wa dunia, kwa ajili ya maua ya dunia na dhambi zinazopendeza zimepakwa mafuta. Akawaza akasema, na umri huu na maisha haya nitaachaje dhambi hizi? Ila nikiona nimekaribia kufa ndipo nitakapowaita wachungaji waniombee. Kwangu mtu huyo simpokei. Jinsi ninyi msivopokea vitu vilivyooza, ndivyo na mimi sivipokei. Japokuwa ninamtoa duniani, lakini sehemu yake ni kwenye mangojeo ya jehanamu. Nililia sana. Watu wengi tumezoeza faraja. Hata kama ni mzazi unauguza mtoto au mtoto unauguza mzazi, kama alikuwa ni mpagani, watu wengi tumejifunza tunaenda kumshawishi, wewe mama sema basi tutakuitia wachungaji. Hata mara nyingine mgonjwa hasemi, mnaenda kukuita mchungaji muombe. Mpendwa, mbingu haiko hivyo. Mbingu ni toba ya mtu ndani ya moyo. Hofu ya Mungu imekaaje ndani ya moyo? Unamlazimisha, hata mtu hasemi, mtu mwenyewe hana uhitaji huo, mnamlazimisha. Yule mtu anakubali kwa sababu amelazimishwa. Kaka anamlazimisha, dada anamlazimisha. Hivi mnafikiri mbinguni tunaingia kwa namna hiyo? Mbinguni hawaingii hivyo. Mbinguni ni moyo wa mtu. Namna gani amempanda Mungu, namna gani anamtafuta Mungu. Biblia inasema heri wenye njaa ya haki, maana hao watashibishwa. Hajasema heri wanaolazimishwa. Hakuna hicho mpendwa. Tumejifariji mara nyingi kwamba ana neema, huyu ana neema, huyu ana neema, amemuita mchungaji wakati karibu anakufa. Kumbe ni ninyi mliomlazimisha. Njaa ya haki ndani ya moyo wake haipo. Kiu ya haki ndani ya moyo wake haipo. Eti kwa sababu wewe ni mchungaji unaogopa mtoto wako akizikwa kipagani. Mungu hayuko hivyo. Umetengeneza kwa wanadamu, lakini si mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule kijana kainuka, alinitambua huku amechoka mwili wake kwa mateso, amechoka mwili wake kwa maumivu, amechoka mwili wake kwa mahangaiko. Akaniambia, Nyisake, ninamwomba kamwambie baba, mama na ndugu zangu wasitende dhambi. Yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza. Akaniambia, naomba kamwambie wasitende dhambi. Japokuwa mimi nimepata bahati mbaya, nimeingia huku. Ninaomba kawaambie wao wasije wakafanya makosa wakaingia kwenye hili ziwa. Anawahurumia ndugu zake walioko duniani, wanaoweza kumuita Mungu na Mungu akaitika, walio na nafasi ya kutubu na Mungu akasikia. Biblia naoisoma inasema ya kwamba wokovu ni neema, ni mlango. Biblia inasema mlango wa neema ukifungwa mara moja hautafunguliwa tena. Wajapolia, wajapohangaika, hakuna neema, hakuna wokovu, hakuna msamaha. Msamaha ni duniani. Anasema kawaambie wao, waambie. Lakini cha ajabu, walioko duniani wako busy na maisha. Hatukizungumza na mtu, inawezekana hata mnaposikiliza hii kanda watu wengi wamejaza maswali, wanasema itawezekanaje? Huyu ni mwongo. Inawezekana ametafuta kitega uchumi, amesema hivi ili watu apate pesa, anasema hivi ili watu wanunue kanda yake. Mpendwa, ninakueleza kile nilichotumwa. Ninakueleza kile nilichotumwa. Vyovyote utakavyowaza sawa, lakini bora ujumbe umekufikia masikioni mwako. Na wewe mwenyewe iko siku na dakika utakuwa ni shahidi wa haya ninayoyasema kwako. Kama si jehanamu ya moto, ni uzima wa milele. Kama si uzima wa milele, jehanamu ya moto. Hakipingiki. Wako watu waliokuwa majasiri wa kupinga mambo haya. Wako watu waliopinga wakatoa na vitabu vikubwa sana, wakakataa kwamba jehanamu haipo, lakini baada ya kufa kwao wako jehanamu. Mungu si mwanadamu. Mungu si mwanadamu. Akasema, naomba kawaambie ndugu zangu walioko duniani. Yule mtu aliyekuwa akinitembeza akasema hivi, usiende kuambia. Duniani kuna wachungaji, duniani kuna wainjilisti, duniani kuna waliookoka wanahubiri injili. Wasipowasikia hao, sehemu yao ni katika ziwa la moto liwakalo na kiberiti. Wasipowasikia wanaowahubiria neema duniani, sehemu yao ni katika hili ziwa. Yule kijana akajitupa chini, akaendelea kulia kwa uchungu mno. Akalia kwa uchungu sioelezeka. Nikajisikia maumivu na mateso. Eneo ambalo halina faraja, lile eneo ambalo huwezi ukatulia ukakaa, eneo la mateso. Ndipo akanionyesha mama mwingine tena, mwanamke mmoja. Alikuwa ni ndugu yetu kwenye ukoo, mama yetu mdogo. Huyu mama mdogo alikuwa ameolewa na mume wake. Baada ya maisha kuolofishana na wakwe zake, katafuta njia mbadala ya kuondoka duniani. Kanywa sumu, kaondoka duniani, akafa. Kama jinsi watu wengi wanavyofikiri kutatua matatizo ni kufa.
ni bora ukakaa duniani, matatizo yako yakatatuliwa duniani, kuliko kufikiria kwamba eti ukifa utakwenda kutatua matatizo yaliyoko duniani. Matatizo unayokwenda kupambana nayo ni ya milele, mateso makali kuliko hayo unayoyafikiria wewe. Watu wengi wamejiua eti kwamba niepukane na matatizo. Hivi unajua wewe, Mungu akufungue uelewe kitu gani kilichoko. Unakokwenda ni kugumu kuliko duniani, unakokwenda ni kubaya kuliko duniani. Lakini ni nani akufunulia haya? Biblia inasema yamefichwa machoni pako. Ibilisi ameuficha ukweli huu. Ibilisi ameuficha ukweli huu kwa watu. Watu wamezoea kufundishana neema, wanapenda kufundishana mahubiri mengi ya kubarikiwa. Sisemi kwamba mafundisho ya kubarikiwa ni mabaya, ni mazuri. Watu wengi wanapenda sana hayo, lakini ukisimama ukizungumza hayo huna wateja. Nikose wateja niwe nao, nitazungumza kile ambacho Mungu amenituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo naye nilipoendelea kumuona, nikamkuta katika mateso mengi mno. Analia kwa uchungu mno, analia kwa mateso yasiyoelezeka. Kaenda upande mwingine, kamkuta mume wake. Kumbe siku ile mimi ninakwenda kumuona rafiki yetu yule aliyeugua, ambako ndiko nilikochukuliwa. Tulipishana na gari. Hili gari limempakia, wanasema limempakia mtu fulani. Baada ya mateso, kuona mke wake amekufa, alimpenda sana. Sasa akaona hawezi kuishi bila mke wake, naye kaingia ndani kachukua sumu akanywa, akifikiria kwamba ni mwisho wa matatizo. Kumbe anajiongezea matatizo. Tunapokwenda kumuona yule rafiki yetu, tulipishana na gari kwamba ile gari limempakia mtu fulani, anakimbizwa hospitali rufaa, ila bado hajafa, ni mahututi sana. Lakini nikashangaa, ninakwenda kupelekwa sehemu ya mangojeo, yule kijana pia ninamuona, ambaye alikuwa mahututi na kimbizwa rufaa. Amebadilika, sura amekuwa ni mweusi, ulimi umemtoka kama wengine, analia, unafikiria amekaa zaidi ya miaka 1000. Mara nyingi nimeenda kwenye misiba nikasikia watu wengi, mtu akiendelea kulia anasema usilie, unajua bado natembea, machozi yako yanamzuia, bado kule ni mbali sana. Aliyekwambia hayo ni nani? Ni mbali sana, unalia bado hajafika. Sijui saizi ni jioni anaanza kutembea. Aliyewaambia hayo ni nani? Nakwambia ni kufumba na kufumbua. Unapoondoka duniani ni kufumba na kufumbua. Unashangaa huko kwenye kiti cha enzi, unaulizwa ulifanya nini duniani. Watu tumelizika na vielimu vya kidunia vya kijinga visivyokuwa na maana, visivyokuwa na msingi na msimamo. Anatembea, machozi yako yanamzuia. Ni kufumba na kufumbua. Uko kwenye hukumu, ulishahukumiwa na umepelekwa eneo unaostahili kwenda. Na kama ni mateso umeyashiriki kisawa sawa. Nikamsikitikia yule kijana, nikasema kama angelijua, kama angelitambua ya kwamba anakokwenda ni wapi, anakokimbilia, anakoenda ni eneo gani, asingelichukua uamuzi alionao, asingelichukua uamuzi alioufanya. Lakini nani amwambie? Nani amueleze? Nani akueleze rafiki ya kwamba unakokimbilia ni hatari, ya kwamba unakokwenda ni hatari? Hebu mtafute Mungu rafiki yangu, tafuta Mungu mpendwa, tafuta Mungu ndugu yangu. Unakoelekea si ndiko. Tafuta toba, tubu ukiwa duniani. Mungu ni mwenye neema. Ipokuwa katika hilo eneo, akaendelea kunionyesha watu wengi sana, marafiki zangu, ndugu zangu, wengine tuliosoma shule pamoja, wengine ambao tumepata mafundisho kanisani pamoja, tumepata vipaimara pamoja. Mpendwa, wako jehanamu wanasubiri mateso. Na kama watu wangelijua ukweli huu, laiti watu wangelielewa, kama Mungu siku moja angelikufunulia hiki ninachokusema, akakufunulia mwenyewe, utaelewa. Lakini leo inawezekana ukasema haiwezekani bwana. Watu sasa hivi wanatafuta uchumi. Mpendwa, jaribu na wewe utafute uchumi kwa namna hii. Ninakueleza kile nilichotumwa kwako. Ukitaka kukataa ni wewe. Asante Mungu ya kwamba unanisikiliza. Kunisikiliza tu umenitulia mzigo mkubwa. Na ninazidi kuendelea kuzungumza kwa wengine ya kwamba asante Mungu, ya kwamba hata wakatae, wasikatae, mimi nimepeleka ujumbe niliotumwa na Mungu alionituma kwako. Nilipozungumza hivyo, niliponionyesha hao, akanitoa akaniambia, Nyisake, umeona kwa macho yako na kwa masikio yako umesikia, nenda duniani kawaambie ndugu zako. Nikashangaa nimerudishwa. Sitaki kukuambia ni kitu gani ambacho kilitokea pale nyumbani,
lakini nakueleza kile ambacho nimetumwa kwako, maana hata nikikueleza hayo huwezi kusadiki. Biblia imesema ya kwamba hata wakitoka